Jubilei 2025 Mahujaji wa Matumaini. Basi nimeombwa kutafakarisha kuhusu uongozi na uchaguzi. Na basi tunajua tukizungumzia uongozi na uchaguzi, tuna uongozi na uchaguzi mahali pengi huko duniani. Lakini kama ninavyofahamu, leo tutazungumzia uongozi na uchaguzi katika kanisa. Sio uongozi wa serikali, sijui wa shirika la umma, uongozi wa benki na kadhalika. Ni uongozi na uchaguzi ndani ya kanisa. Kadiri ya mang'amuzi yangu, na hasa kwa mwanga wa neno la Mungu na mafundisho ya kanisa, uongozi katika kanisa kwa kweli ni kuwaleta au kuwafikisha watu kwa Mungu. Hayo ni mang'amuzi yangu. Sio lazima upate hii definition au hii maana kwenye kitabu mahali, hapana. Katika kusoma kwangu na kutafakari, mang'amuzi yangu yananiambia uongozi katika kanisa maana yake ni kuwafikisha au kuwaleta watu kwa Mungu. Katekisimu inatuambia tumeumbwa ili iweje? Tuseme wote. Mwisho tufike kwake mbinguni, Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kufika mbinguni tunahitaji muongozo, tunahitaji viongozi, tunahitaji kiongozi atufikishe kwenye lengo letu. Lengo letu ni kukaa na Mungu milele yote mbinguni. Kwa hiyo hiyo ndo maana fupi ya uongozi kadiri ya mang'amuzi yangu. Uongozi asili yake ni Mungu mwenyewe. Na kwa kweli Mungu mwenyewe ndiyo anaongoza watu wake wafike kwake. Neno la Mungu linatuonyesha hivyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 8 hadi ya 10 tunaona hilo. Wana wa Israeli wapo nchini Misri utumwani. Wanamlilia Mungu kwamba wanateswa, wanaangaishwa. Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu. Mimi mwenyewe nitashuka na kuwakomboa watu wangu na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Uongozi asili yake ni Mungu mwenyewe. Yeye ametupa lengo na yeye ndio anatufikisha kwenye lengo hilo. Kwa Mungu mwenyewe ndio asili na yeye ndio kiongozi. Lakini Mungu anatumia watu katika kuongoza, katika kufanikisha hiyo kazi yake. Na ndio maana katika kitabu hiko cha Mwanzo sura hiyo ya 3 aya ya 10 Mungu anamwambia Musa, hivyo basi nitakutuma sasa kwa Farao. Ufanye nini? Ili uwakomboe watu wangu. Kiongozi ni Mungu mwenyewe, lakini anawatumia watu wake kuongoza watu ili wafike kwake. Anamwambia Musa, nitakutuma wende ukawakomboe watu wangu. Wafanye nini? Wafike katika nchi ya ahadi. Katika Agano Jipya, Mungu mwenyewe anakuja kutuongoza kupitia mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Injili ya Mathayo sura 21 aya 5, Injili ambayo tunaisoma mara nyingi wakati wa Dominika ya Matawi, tunasoma, mwambie binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja. Mfalme. Ufalme ni mojawapo ya kazi za Kristo katika kuwakomboa watu. Mfalme ni mtawala, ni kiongozi.
Mungu mwenyewe anakuja kupitia mwanaye wa pekee kutawala, kuwa mfalme, kutuongoza. Kristo mwenyewe. Na kama tunavyojua ukombozi wetu umefanikiwa kwa sababu ya Kristo. Kwa hiyo kutawala au kuongoza, kuchunga kadiri ya neno la Mungu Agano Jipya ni kazi ya Kristo mwenyewe. Anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 18 ya 11, yeye ni mfalme, amekuja kufanya nini? Kwa maana mwana wa Adamu alikuja kuokoa kile kilichopotea. Anakuja kutufikisha kwa Mungu, kutupeleka kwa Mungu, kutuleta kwa Mungu. Tulikuwa tumepotea, anakuja kutafuta ili twende kwa baba yake. Kwa hiyo asili ya uongozi ni Mungu mwenyewe. Katika Agano Jipya, Kristo mwenyewe ndiyo mfalme, ndiyo mtawala. Katika Injili ya Yohane sura ya 18 ya 36, Kristo anautofautisha ufalme wake na ufalme wa ulimwengu. Anasema ufalme wangu si wa tumeimba juzi katika sheria ya Kristo mfalme. Hili ni muhimu kulizingatia. Ndio maana nikaanza pale mwanzoni, tunazungumzia uongozi katika kanisa, sio uongozi sehemu nyingine yoyote. Ufalme wangu si wa dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuja kutawala mioyo ya watu, kuiongoza, kuipeleka kwa Mungu. Ufalme wangu si wa dunia hii. Wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mfalme, ndiyo kiongozi, lakini ametushirikisha kazi hiyo. Amelishirikisha kanisa kazi ya kifalme, kazi ya kuongoza. Na kadiri ya neno la Mungu na mafundisho ya kanisa, kwa namna ya pekee kazi hiyo wameshirikishwa waamini wadarajiwa, yaani waklero, maaskofu, mapadre na mashemasi. Kwa namna ya pekee, soma sheria ya kanisa, baba mcha Mungu atanikosoa hapa kidogo kama nimekosea. Sema wale wanaoqualify, wenye sifa ya kushiriki kwa namna ya pekee kazi ya utawala, kazi ya kifalme, ni waumini wadarajiwa kwa namna ya pekee, kwa sakramenti ya daraja takatifu. Kwa hiyo Kristo analishirikisha kanisa kazi yake ya kutawala kupitia kwanza wa klero. Lakini kwa namna ya jumla, ukisoma waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya 9, kila mbatizwa anashirikishwa kazi ya kifalme, kazi ya kuongoza. Na katekisimu ya Kanisa Katoliki inasisitiza hilo, kusoma kuanzia namba 903 hivi na kuendelea. Kila mbatizwa anashirikishwa kazi hiyo waliopewa maklero ya kuongoza, kazi ya kifalme. Ukifuatilia ibada ya ubatizo, wakati mbatizwa anapakwa mafuta ya krisma, utagundua pale ndipo hasa anashirikishwa kazi hiyo ya kuwa kuhani, mfalme na nabii. Lakini leo tunazungumzia kazi moja tu ya kuwa mfalme. Kwa hiyo kama ambavyo Baskofu alisema kwenye mahubiri, kila muumini mbatizwa katika Kanisa Katoliki ni kiongozi, ni mfalme. Maana yake nini? Ameitwa kuwafikisha watu kwa Mungu. Kila mbatizwa ana wajibu.
Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza kusema mimi sio kiongozi wa jumuiya, kwa sababu tu umebatizwa, wewe unao wajibu wa kuwafikisha, kuwaleta watu kwa Mungu. Unao wajibu kwa ubatizo wako. Sasa kwenye uchaguzi tunachokifanya, tunaangalia kati ya viongozi nani awe kiongozi wa viongozi. Kwa namna nyingine, mnapokuwa kwenye jumuiya ndogo ndogo, wale wabatizwa wote mnapokaa kuchagua mwenyekiti, nasema kati yetu sisi viongozi kwa ubatizo wetu, nani awe kiongozi wetu? Basi. Kwa maana kama mwenyekiti wakati fulani hayupo, anaumwa, anafanyeje, haipasi kuwa jumuiya isiendelee. Kuna sehemu kiongozi asipokuwepo jumuiya haisaliwi. Kwa nini? Kiongozi hayupo, amesafiri. Ni kosa. Ni kutokutambua wajibu ulionao kwa ubatizo wako. Kwa hiyo sisi tunashirikishwa kazi ya Kristo mwenyewe. Sio kazi yetu, ni ya Kristo mwenyewe. Sasa tunawezaje kuifanya hiyo kazi? Nitashirikisha machache kwa leo. Tunawezaje kuifanya hiyo kazi? Kazi ya kuwaleta watu kwa Mungu, kuwafikisha watu kwa Mungu. Kwanza ni kila kiongozi aliyepewa kazi ya kuwafikisha watu kwa Mungu anapaswa kuwa, kwa maneno yangu, kuwa kibao cha kuwaelekeza watu kwa Kristo. Ukipita huko barabarani kuna kibao kinasema parokia ya Kristo Mfalme Tabata, si ndio? Kile kibao kazi yake ni kukuelekeza kwenda parokiani. Chenyewe pengine hakijawahi kufika parokiani. Kazi yake ni kukuelekeza. Kila mbatizwa anao wajibu wa kuwaelekeza watu kwa Mungu. Katika Injili ya Yohane sura ya 1 aya 36 hadi 37, Yohane Mbatizaji anafanya kazi hiyo ya kuwa kibao cha kuwaelekeza watu kwa Kristo. Anapomwona Kristo anapita, anawaambia wafuasi wake, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Maneno hayo tunasema wapi kwenye misa? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Wapi? Wakati gani anasemwa? Amjui? Najua Tazama mwana kondoo wa Mungu. Na wafuasi wake waliposikia maneno hayo, mara wakamwacha Yohane, wakamfuata Kristo. Kazi ya kiongozi ni hiyo. Hupasi kuwaelekeza watu kwako, waelekeze watu kwa Kristo. Kristo daima apande, aongezeke, wewe ushuke, upungue. Sasa inawezekana ukawa kiongozi mahali, sema mimi ndo mwenyewe hapa. Kwa hiyo bila mimi mambo hayaendi. Wote njooni kwangu. Hapana. Waelekeze watu kwa Kristo. Na pengine yapo maarifani makanisa ambayo badala ya kuwaelekeza watu kwa Mungu, yanawaelekeza watu kwa wachungaji na viongozi wao. Asipokuwepo kanisa linafungwa. Kwa hiyo unawaelekeza kwa maneno yako, kwa miongozo unayotoa, mipango mbalimbali, ili watu wamwelekee Kristo. Wamwelekee Kristo. La pili, kiongozi anaweza kuwafikisha watu kwa Mungu, kuwaleta watu kwa Mungu kwa kuwa daraja la kuwavusha watu kwa Kristo. Kiongozi anapaswa kuwa daraja. Badala ya kuwa ukuta, kiongozi anapaswa kuwa daraja. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 19 aya 13 hadi 14,
Wakati fulani Yesu alikuwa anahubiri, anafanya kazi zake, kuna watoto wadogo wanataka kuja kwa Kristo. Mitume wakafanyeje? Wakawazuia. Yesu amesema hapana, msiwazuie watu, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kiongozi atawafikisha watu kwa Kristo kwa kutengeneza daraja. Iko mahali fulani kiongozi wa jumuiya akasema, kadiri niishivyo kama mwenyekiti na kuhakikishia hutapata huduma kanisani. Unakuwa ukuta. Usiwe ukuta, uwe daraja. Watu waweze kufika kwa Kristo kupitia wewe, kwa maneno, miongozo yako, matendo yako. Kiongozi atawafikisha watu kwa Kristo kwa kuwa mwanga wa kuwaonesha watu Kristo. Kama nilivyosema, wewe mara kwanza wewe ni kibao, pengine ile kibao hakijawahi kufika Tabata, lakini wewe unapaswa kuwa zaidi ya kibao. Unapaswa kuwa mwanga kwa matendo yako. Ndio maana Injili ya Mathayo sura ya 5:16 Kristo anawaambia wafuasi wake, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Ndio kazi ya kiongozi. Kwa matendo yako watu waweze kumtukuza Mungu, kumuona Mungu. Kumuona Mungu. Sasa kila mtu atafakari aone kwa nafasi yake ni kwa kiasi gani maisha yake yamekuwa nuru kiasi kwamba amewafikisha watu kwa Mungu. Kiongozi anapaswa kuwa chumvi ya kuwaonjesha watu ladha ya kuwa na Kristo. Injili ya Mathayo sura ya 5:13, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Waonjeshe watu ladha kwa kuwatia moyo, kwa kuwafariji. Lakini zaidi watu waone kwamba kuna ladha ya kuteseka kwa sababu ya Ukristo, kwa sababu ya kuishi imani yangu. Ukiwa wewe kiongozi kila siku unalalamika kuhusu magumu ya Ukristo, huwezi kuwa chumvi. Watu hawezi kwenda kwa Kristo kupitia wewe. Iwe kwenye familia, kama baba au mama, kila siku unaambia, yani hizi ndoa nyinyi acheni tu. Nyinyi watoto hizi ndoa hizi acha tu. Yani tupo tu basi, lakini unategemea mtoto wako ataweza kuonja ladha ya kuishi ndoa ya Kikristo pamoja na magumu yake? Hawezi. Unakuwa kiongozi kila siku unalalamika michango mingi. Kuna mahali fulani na mtu alikuwa anadisia kiongozi, kuna mtu ameenda kutoa hela mavuno shilingi milioni 1, ampa kiongozi meka hazina. Akasema, "What? Unatoa milioni 1 yote hii kwenda kanisani?" Mtu amejitutumua, amejitoa, amejinyima, unamkatisha tamaa kwamba hailipi kujisadaka kwa ajili ya Kristo. Uwe ladha, watu waonje utamu wa kuwa na Kristo, hata kama kuna magumu, kuna mahangaiko, ili mradi natetea imani, nitapata furaha kamili. Kwa hiyo utaweza kuwaleta watu kwa Kristo, kuwafikisha watu kwa Kristo kwa kuwa kibao cha kuwaelekeza, cha kuwa daraja la kuwavusha watu, cha kuwa mwanga wa kuonyesha watu Kristo, cha kuwa chumvi ya kuwaonyesha watu ladha ya kuwa na Kristo. Wapendwa, ili uweze kufanya hivyo unapaswa uwe na sifa zipi? Uwe kweli kiongozi bora, uwe na sifa zipi? Ziko sifa nyingi,
lakini kuna zingine zimeandikwa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu ya uchaguzi wa viongozi wa halmashauri ya walei: unyenyekevu na utii. Unazikumbuka unyenyekevu na utii. Kiongozi ili aweze kuwafikisha watu kwa Kristo lazima awe mnyenyekevu. Tazama, anakuja mfalme wa amani, mfalme mpole na mnyenyekevu. Njia ya Kristo ya kuwavuta watu, kuwapeleka watu kwa Mungu, si ya mabavu, si ya kujimwambafai, ni njia ya unyenyekevu. Maana yake nini? Anasema mwenyewe, anayetaka kuwa mkubwa na awe tumishi wa wote, awe mdogo kuliko wote. Maana yake awe mtumishi wa wote, awe mnyenyekevu. Pengine uongozi wa duniani huko hivyo. Kitu fulani, mama mmoja alikuwa anamwambia mtoto wake, mwanangu, soma, usije ukaishia kuwa mfagizi wa ofisi. Soma, usije kuwa mfagizi wa ofisi, uwe bosi, yani wewe ndio unaambia watu wafagie. Lakini sivyo katika uongozi ndani ya kanisa. Uongozi ndani ya kanisa ni wewe kutumikia wengine. Mimi huwa nasoma hii katiba halmashauri ya walei, nayo hapa moja yasema, mbona nimeona majukumu ya mwenyekiti katika ngazi zote ni kuwa mwenyekiti wa kamati ya malezi na familia. Kweli Lakini muulize mwenyekiti habari ya utoto mtakatifu, anajua? Kwa nini? Sio kazi yake hiyo, ni kazi ya wadogo wadogo huko. Mimi ni dini na utoto mtakatifu, lakini ndo kazi yako, moja wapo ya kazi, malezi na familia. Utoto mtakatifu, sijui kuna msalaba wa utoto, sijui kuna nini utoto, uko nao, unatembea nao, unatia moyo. Anaitaka kuwa mkubwa awe mtumishi wa wote. Unyenyekevu, Injili ya Mathayo sura 20 ya 25 mpaka 28, tasoma hayo. Lakini zaidi, unyenyekevu unadai kumpa Mungu sifa na utukufu kwa kila unachokifanya. Ndio maana katika Injili ya Luka sura 17 ya 10 anawaambia wafuasi wake, ninyi mtakapofanya yote semeni nini? Sisi ni watumishi tusio, tumefanya yote yanayotupasa kufanya. Tumefanya tu yale yanayotupasa kufanya. Sisi ni watumishi. Sifa na utukufu ni kwake Mungu mwenyewe. Basi unyenyekevu. Wakati fulani anambia mfano pale parokiani, Baskofu amezungumza nafasi ya halmashauri ya walei ni kushauri. Sema hivi, mmekaa kwenye kikao matendaji ya halmashauri ya walei na paroko. Sema paroko, sisi tunashauri hapa tujenge ukumbi. Wakasema basi sawa, tutajenga. Ukumbi umejengwa mzuri kabisa. Uko tayari kusema hizi ni juhudi za baba paroko, hata kama ushauri ulitoka kwako. Ni kazi ngumu au rahisi? Kazi ngumu au rahisi? Kwamba wewe ndio umeshauri kila kitu, yani alichofanya paroko ni kupitisha tu, kitu kinatoka kizuri, au sema yote ni paroko, au sema bila mimi singejengwa ukumbi. Unyenyekevu. Takapofanya yote, msisubiri sifa na utukufu, semeni sisi ni watumishi tusio na faida, tumefanya tu yale yatupasayo kufanya. Sifa ya kwanza ya kiongozi anayetamani kuwafikisha watu kwa Mungu. Sifa ya pili ni utii. Utii. Kuna msemo wa muda mrefu unasema
asiyeweza kutii hawezi kuamrisha. Asiyeweza kutii hawezi kuamrisha. Kama hujajifunza kuwa mtii, huwezi kuwa kiongozi bora wa kuongoza watu kwenda kwa Mungu. Huwezi. Ndio maana sehemu nyingi kabla ya kuwa kiongozi mkubwa pale unawekwa kwanza kuwa msaidizi, ili ujifunze adha ya kuwa msaidizi, kutumwa, fanyeje hivyo, umeshauri afu wazo lako limepigwa chini. Yaani ujifunze vile, alafu baadaye ndio uone nini maana ya kuwaongoza wengine. Sasa yule ambaye hawezi kutii, hawezi kuwa kiongozi, hawezi kuamrisha wengine. Hawezi. Utii. Hilo ni muhimu kulizingatia. Sio kutii tu, kuna kutii maana yake kumtii askofu, paroko na kadhalika, lakini zaidi kutii mapenzi ya Mungu. Kiongozi ambaye anataka kuwapeleka watu kwa Mungu lazima kwanza yeye mwenyewe awe mtii kwa mapenzi ya Mungu. Lazima. Vinginevyo uwezi, unafanyaje? Tii kwa mapenzi ya Mungu. Kwa maana nyingine lazima ajiongoze mwenyewe. Huwezi ukawatawala wengine wakati wewe huwezi kujitawala. Haiwezekani. Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura 26 aya 39, wakati anasali pale Getsemane, sema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Akamaliziaje sala yake? Lakini si kama takavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kutuongoza sisi, kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa mfano wa utii. Kutii mapenzi ya Mungu. Katika Injili ya Luka sura ya 6 aya 39, Kristo anasema, je, kipofu anaweza kuongoza vipofu wenzie? Anaweza? Hawezi. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzie, wote watatumbukia shimoni. Kwa hiyo utii kwa mapenzi ya Mungu. Lakini utii kwa viongozi wa hierarkia ni muhimu. Kuna uchaguzi fulani unafanyika, kuna mtu alikuwa mwenyekiti, sasa hivi amekuwa makamu mwenyekiti. Unaweza ukakubali hivyo? Umbadilisha pale. Inawezekana? Kuna mahali kwa uchaguzi fulani wanachaguliwa watu, chaguliwa mwenyekiti. Sasa yule aliyokuwa mwenyekiti alikuwa akuchaguliwa kwenye hii nafasi. Sasa basi tumfanye huyu mwenyekiti aliyopata kura za chini ndio awe mwenyekiti msaidizi. Sasa ikatokea yule aliyekuwa mwenyekiti na amepata kura za chini zilizomfuatia. Wengine wanasema sasa, unajua hapa, unajua hii itakuwa kushusha hadhi. Sasa alikuwa mwenyekiti afu tumweke huku, bora tu tusimchague, tumchague mwingine. Naonaje hapo? Sawa si sawa? Sio sawa? Kwa hiyo kama alikuwa mwenyekiti hawezi kuchaguliwa makamu mwenyekiti, atakuwa ameshushwa. Utii na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu. Kiongozi anayetamani kuwapeleka watu kwa Mungu, sifa moja hapo ambayo anatakiwa awe nayo, lazima awe na imani imara. Ukisoma Injili ya Luka sura 22 ya 32, Bwana wetu Yesu Kristo wakati anamrithisha kazi Simoni Petro, alimwambia maneno haya: lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako.
Kiongozi ambaye anataka kuwapeleka watu kwa Mungu akiwa hana imani imara hatafanikiwa. Hatafanikiwa. Kwa lazima ujitahidi kuimarika katika imani yako. Kusoma maandiko matakatifu, maandiko ya kanisa, kujiingiza katika ibada mbalimbali. Unakuwa na kiongozi katika nafasi yote ile, yeye ni Jumapili kwa Jumapili, wakati mwingine sherehe kwa sherehe, hajui ibada zingine zozote, azimuhusu. Huwezi kuwa na imani imara, na hivyo huwezi kuwaongoza watu kwenda kwa Mungu. Lakini zaidi, sifa nyingine ya mwisho kwa leo, anayetaka kuwa kiongozi, anayewekwa kuwa kiongozi, sisi tuliowekwa kuwa viongozi kwa ubatizo wetu, tunapaswa kuomba fadhila ya upendo. Tumpende Mungu na watu. Wakati Kristo anampa kazi ya kuongoza kanisa, Mtume Petro pia alimwambia, kiongozi ambaye ampendi Kristo, hawapendi watu, hawezi kuwa kiongozi mzuri. Upendo. Tunaweza kuongea mambo mengi kuhusu upendo, tunajua, lakini naomba niongee tu upendo. Kwa hizo ni sifa chache ambazo ningependa niwashirikishe, ambazo kiongozi anayewekwa kuwapeleka watu kwa Mungu anapaswa kuwa nazo. Sasa inawezekana usiwe na sifa zote, inawezekana unapambana kupata hizo sifa. Ni kweli, kwa sababu sisi sio wakamilifu. Hatuwezi tukapata kiongozi ambaye ni 100% mkamilifu, kwa sababu kazi hii ni ya Mungu mwenyewe. Mtume Paulo anatupa faraja katika hilo. Sema hazina katika vyombo vya udongo. Hii hazina ya kuwa wafalme, kushiriki kazi ya kifalme ya Kristo, imewekwa katika vyombo vya udongo. Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 7. Na kwa nini imewekwa hivyo? Nilikuwa nasoma pia andiko la mababa wa kanisa. Baba mmoja anaitwa Yohane Chrysostom anaeleza pia kwa mtindo mwingine, na watuma kama nani? Yesu anasema na watuma kama kondoo kati ya nani? Mbwa mwitu. Sasa akawa anatafakarisha John Chrysostom anasema, kwa nini Kristo ameamua kuwatuma wafuasi wake kama kondoo kati ya mbwa mwitu? Kwa sababu mbwa mwitu si anakurarua hivi. Kwa nini? Sema amefanya hivyo ili daima tutakaposhinda tumpe yeye sifa. Amefanya hivyo ili kila tunapokwenda tumtegemee yeye, kwa sababu tunatambua sisi peke yetu mbele ya mbwa mwitu hatuwezi chochote. Sisi ni vyombo vya udongo, tutaanguka, tutashindwa, lakini hatupasi kubaki kwenye maanguko yetu. Tutambue kwamba sisi vyombo vya udongo, kwa hiyo tujilinde, tumtegemee Mungu kwa neema yake, tusali, kujiombea, kuombea wengine, hata wale tunaowaongoza, ili tutakaposhindwa tusikate tamaa, kwa sababu tunajua mwisho anayewaongoza watu kwa Mungu ni yeye mwenyewe. Lakini tutakaposhinda tusijimwambafai, tuseme sifa na utukufu ni kwake yeye. Kwa hilo ni muhimu pia kulikumbuka. Ndugu zangu, tunapofanya uchaguzi tunatafuta nini? Sasa hivi tumekuwa kwenye uchaguzi, tunatafuta nini? Tunapofanya uchaguzi tunapendekeza miongoni mwetu kwa hierarkia nani
anaweza kuwa kiongozi wetu. Tunampendekeza yule ambaye tunadhani anaweza kutufikisha kwa Mungu. Tunampendekeza kwa hierarkia. Ukisoma hii katiba, moja ya sifa za viongozi nasema awe anakubalika na hierarkia. Soma maneno yangu ya katiba, ni sawa? Kwa hiyo uchaguzi wote tunaofanya ni kupendekeza kwa hierarkia, kwamba sisi tumempendekeza fulani. Kama alivyosema baba askofu, pendekezo linaweza kukubaliwa likataliwa, si ndio? Kadiri ya maono ya paroko kwamba huyu kweli anaweza kuwafikisha watu kwa Mungu. Alafu baadaye paroko anathibitisha au baba askofu mkuu anathibitisha. Kwa hiyo tunapofanya uchaguzi wetu tuzingatie hayo. Huyu tunayemchagua, tunamchagua kwa ajili gani? Tunamchagua ili atusaidie tufike kwa Mungu. Vinginevyo kama alivyosema baba, itakuwa ni fujo. Tutakuwa kila siku tunapiga mark time. Sasa nimalizie katika hili. Kadiri ya uzoefu wangu mdogo, mipango mingi tunayoipanga katika parokia mingi, inawezekana, sio mahali pote, inawezekana tunaipanga kama ndio lengo kuu. Toa mfano. Leo tukapanga hivi, sisi parokia tuna malengo gani? Tunataka tujenge ukumbi, tunataka tujenge nini? Kwamba tunataka ujenga ukumbi kwa sababu gani? Sidhani kama tunalipa tafakari ya kina. Sidhani. Na ndio maana wakati fulani kumekuwa na changamoto, kumekuwa na misuguano, kwa sababu tunatoka nje ya lengo. Na kama nilivyosema, lengo ni kwenda mbinguni, kama sisi ambavyo tumesema mwanzoni. Kila mara tunapofanya hii miradi na mipango mingine ya nje, tuzingatie lengo kuu. Ukumbi utatusaidiaje sisi kuwa watakatifu? Utatusaidiaje? Wakati fulani tumezungumza pia hata kwenye vikao vya mapade juu ya kujenga makanisa ya kuabudia. Watu wamepambana, parokia nyingi sasa hivi za makanisa ya kuabudia. Lakini kabla ya kujenga tunajiuliza kwa nini tunataka kujenga ili kanisa? Je, tunalihitaji? Tunajua maana yake? Vinginevyo tutalijenga kama sehemu ya kuthibitisha kwamba katika uongozi wangu nilihakikisha kwamba kanisa limejengwa. Halafu watu hawaendi kusali kwenye hilo kanisa. Kwa hiyo lengo la uongozi kwenye kanisa linakuwa halijatimia kuwafikisha watu kwa Mungu. Wewe kama mwenyekiti, kama katibu, kama nani, ukipambana kuhakikisha kwamba kanisa linajengwa, alafu watu hawasali, hujafikia lengo la uongozi wako. Kwa hiyo haya tunayoyafanya ya nje yaambatane au yatupeleke kwenye lengo la kutufikisha kwa Mungu. Tunakusanya michango kujenga vitu fulani, kufanya. Kwa nini tunakusanya hiyo michango? Lengo kutufikisha kwa Mungu. Ndio maana wakati fulani pia nimewaambia mahali kwamba inasikitisha kuona kiongozi anaridhika kwamba fulani baba yule hajagi kusali jumuiani, lakini ukimwambia mchango wa kwanza kutoa. Hatujafikia lengo la kuwa kiongozi. Hatujafikia. Yaani hiyo inakuwa sawa sana uongozi. Yaani kama vile viongozi nyinyi mna mradi wenu. Yaani kanisa kama ni mradi wenu, mnatafuta watu wa kuwasapoti. Ndio maana yake. Ukisoma hii katiba sura ya 8 inazungumza maisha ya kiroho. Sura nzima. Wajibu wa viongozi katika kuhamasisha maisha ya kiroho. Lakini kiongozi anaridhika mtu asali jumuiya, Dominika haonekani, lakini ukimpigia simu, bwana tuna mchango wa nini? Katoa milioni 1,500,000, ameridhika. Si sawa. Si sawa. Kuna mahali uhakisha mwaka mzima 2-3
Hujaona viongozi wamepanga hata semina ya viongozi, hija, hamna, kwa ajili ya kukuza imani. Kwa ndugu zangu, niwakumbushe na niwaalike, tunakuwa viongozi kwa sababu tunataka au tunapewa wajibu wa kuwafikisha ndugu zetu kwa Mungu, na tunawafikisha kama kwanza sisi wenyewe tukijitahidi kufika huko. Tushirikiane, waklero na walei. Wiki 2-3 zilizopita tulikuwa na mafungo au semina fulani kuhusu sinodi. Walikuja wawezeshaji kutoka Roma. Sasa katika mambo waliokuwa wanatutafakarisha ilikuwa juu ya ushirikiano kati wa klero na walei katika uongozi na hasa katika ufanyaji wa maamuzi. Sasa wakatengeneza kama pembe 4 fulani hivi pale, wakaigawa, alafu wakaweka upande mmoja ni kanisa ambalo linaongozwa tu na waklero, walei washirikishwi. Upande mwingine ni kanisa ambalo lina walei tu, waklero wamekaa nyuma. Akasema kila mmoja aende sehemu ambayo anadhani kanisa la Dar es Salaam ndivyo lilivyo. Unajua kitokea nini? Kwa ile sample ndogo iliyokuwa pale, tukua washiriki kama pengine 15-16. Walei wote walienda upande wa waklero kwamba kanisa hili ni la kiklero zaidi. Alafu sisi mapadi wote tukaenda upande wa huku tuliokuwa pale. Ile ilikuwa ni picha ya wale walikuwa wanashiriki. Ninyi sijui mnaionaje? Nataka kusema hiyo, nataka kusisitiza au kuongezea zaidi kuhusu ushirikiano. Mimi nikiwa nazungumzia ushirikiano wa klero na walei parokiani, natazama kuhusu timu ya mpira kwa mfano wa miguu. Nasema tucheze kitimu. Waklero na walei wanapaswa wacheze kitimu. Kucheza kitimu unamaanisha kila mmoja achukue nafasi yake na aitendee kazi. Kwanza kutambua nafasi yake na kuitendea kazi. Napata picha mko kwenye timu ya mpira mnacheza mechi, alafu kuna beki ameunawa mpira eneo la hatari, amezuia goli lisifungwe kwa mkono, si ndio? Si tunacheza kitimu, si ndio? Ili goli lisifungwe, beki ameenda amezuia shuti lisiingie kwa mkono. Itakuwaje? Itapigwa penalti, si ndio? Lakini amezuia goli lisifungwe. Amezuia. Golikipa kwa wale wanaojua mpira ameenda kudaka mpira nje ya 18. Amezuia beki yule mshambuliaji asifunge kwa kuenda kudaka mpira nje ya 18. Amezuia beki asifanyeje? Lakini itakuwaje? Faulo, si ndio? Ila sisi tunacheza kitimu, tuhakikisha kwamba goli alifungwi. Kwenye parokia zetu, kwenye ushirikiano, hilo ndo huwa linatokea kwa mang'amuzi yangu. Wakati mwingine kuna mkanganyiko wa nani anatakiwa acheze nafasi gani na aitendee vipi kazi ile nafasi. Baba Askofu ameeleza vizuri, halmashauri nafasi yao ni kushauri, paroko ni kutoa maamuzi. Kwanza tunafahamu hizo nafasi zetu na tunazitendea kazi. Naomba nimalizie kwa hilo, kwa tafakari hiyo. Kila mmoja akatafakari ili kanisa letu liweze kuendelea. Kristo tumaini letu, Jubilei 25. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Baba Padri Gerald Kamina. Naamini kabisa tumepata kitu, si ndio? Bila shaka umeelewa kabisa nini maana ya uongozi, lakini pia sifa za kwa kiongozi, namna ya kuongoza watu. Na ukitafakari sana unaweza kaona kama vile sistahili, lakini amesema sisi ni kama vile vyombo vya dhahabu vinavyowekwa
kwenye chombo cha udongo, ama ni kama dhahabu inayoweka kwenye chombo cha udongo. Naomba usimame kwa dakika moja hivi. Simama tafadhali. Yaani kusimama, kuna haja ya kuelezea maana ya kusimama? Inafahamika, sio? Haya, nikisema nyuma geuka, utafanya hivi, utageuza shingo yako, usigeuke mwili mzima, sawa sawa eh? Haya, nyuma geuka. Subiri, labda si niseme kiwiliwili geuka nyuma, labda niseme vaya kiwiliwili geuka nyuma. Haya, kiwiliwili geuka kushoto, kiwiliwili geuka kulia. Haya, imba wimbo huu kwa sekunde 30. Imba kwa kuchangamka, sawa sawa. Neema hiyo, neema hiyo hiyo. Tulia. Nimesema uimbe kwa kuchangamka, sawa sawa eh? Yaani changamka kabisa kuonesha kwamba kuna maarifa tunayapata hapa, sawa sawa. Utakuwa napiga na makofi pia. Neema hiyo, neema hiyo hiyo. Neema hiyo, neema hiyo hiyo. Neema hiyo hiyo. Kutoka wapi? Oh. Neema, 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 neema. Kutoka wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Oh, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Oh, tumsifu Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mengi na vigelegele vingi sana. Ongeza makofi na vigelegele, haitoshi. Ongeza, ongeza, ongeza. Asante sana. Muulize jirani yako, umeelewa? Mwambie ukatende vema kuanzia sasa. Haya, waweza kuketi sasa. Asante sana. Alafu amjeongeza makofi kwa ajili ya baba. Piga tena makofi mengi kwa ajili ya baba na vigelegele.